السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Maashara almuslimin, kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuafikia kukutana katika siku ya leo, siku ya Ijumaa, katika utangulizi huu wa khutba ya Kiswahili kwa ajili ya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Na kabla ya kuzungumza, tumwombeni Mwenyezi Mungu wagonjwa wape afya, walio vitandani Mwenyezi Mungu awatolee dawa, waliotangulia mbele za haki awasamehe madhambi yao, ayatie nuru makaburi yao, wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondolee dhiki zao, wenye madeni awasahilishie kulipa madeni yao, na sisi Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema ukifika wakati wetu wa kuondoka. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zile muawwidhataini, qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Alimwamrisha Mtume ajilinde kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na maradhi ya wasiwasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, sema ewe Muhammad, najilinda na Mola wa watu. Malikin nas, mfalme wa watu. Ilahin nas, muabudiwa wa watu. Najilinda kutokana na nini? Min sharri alwaswasi alkhannas, kutokamana na shari ya alwaswas. Alwaswas kwa kuitia fataha wau ni yule shaitani ambayo hutia wasiwasi. Alkhannas, shetani ambaye akikutia wasiwasi, ukimtaja Mwenyezi Mungu, yule shetani hurudi nyuma akakuacha kwa sababu umemtaja Allah. Shetani ambaye alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, kazi yake kubwa ni kuwatia watu wasiwasi katika nyoyo zao. Kisha Mwenyezi Mungu akamalizia akasema minal jinnati wan nas. Na huyu shetani anayetia watu wasiwasi si shetani peke yake, minal jinnati wan nas,
Katika mashetani kuna ambao kazi yao ni kumtia mtu wasiwasi katika moyo, na katika binadamu pia kuna ambao kazi yao ni kuwatia watu wasiwasi katika nyoyo zao. Ndugu zangu, maradhi ya wasiwasi ni maradhi yaliyoenea katika ulimwengu wetu wa leo. Ni maradhi ambayo Ibilisi humwanza mtu kidogo kidogo, kisha maradhi yale yakakuwa mpaka ukawa ni ugonjwa kamili umemshika mwanadamu. Na Ibilisi hana njia nyingine ya kumpoteza mwanadamu zaidi ya kumtia wasiwasi na kumshawishi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaamrisha malaika wamsujudie Nabii Adam, Ibilisi akakataa. Mwenyezi Mungu akamfukuza atoke peponi. Katika suratul A'raf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia baada ya kumfukuza Ibilisi atoke katika pepo, Ibilisi alimwambia Mwenyezi Mungu, qala rabbi faandhirni ila yaumi yub'athun, ya Rabbi ningojeleze, yani watu wafe mimi sife mapema, mimi ila yaumi yub'athun, yani niketi mpaka ile parapanda ya mwisho ile, na mimi ndio nife wakati huo. Mwenyezi Mungu akamwambia, innaka minal mundharin, nimekubali maombi yako, wewe hutokufa mapema. Akala kiapo kwa Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, fabima aghwaitani, kwa sababu umenipoteza mimi na leo wanifukuza katika pepo, la aq'udanna lahum sirataka almustaqim, na mimi hawa watu nitakete katika ile njia yao, katika ile njia iliyonyooka ile, nitakete hapa katikati. Thumma laatiyannahum min baini aydihim, kisha nitawatia wasiwasi, nitawashawishi mbele yao, nitawashawishi nyuma yao, wa an aymanihim, nitawashawishi kuliani, nitawashawishi kushotoni, wala tajidu aktharahum shakirin, nitahakikisha wengi wao hawatakushukuru. Kwa hivyo ahadi ya Ibilisi ni kwamba humjia mwanadamu hapa mbele akakutia wasiwasi, akikuona bado una msimamo huja nyuma yako, akakutia wasiwasi akikuona una msimamo huja upande wa kuliani, akakutia wasiwasi akikuona bado una msimamo huja upande wa kushotoni, akakutia wasiwasi. Msimamo wake ni mmoja, wala tajidu aktharahum shakirin, nitahakikisha ya Rabbi wengi hawatakushukuru. Mwenyezi Mungu akamwambia, ukhruj minha madhuman madhura, toka umelaaniwa, laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in, katika hao viumbe utakayemtia wasiwasi na yeye akaukubali wasiwasi wako, yeye na wewe nyote nitawatia motoni. Katika suratul Hijri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomfukuza Ibilisi alimwambia, wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, mimi nimekulaani wewe mpaka siku ya kiyama umelaaniwa. Ibilisi akamwambia Mwenyezi Mungu, basi rabbi faandhirni ila yawmi yub'athun, basi ningojeleze nisife mapema. Mwenyezi Mungu akamwambia, fa innaka minal mundharina, wewe utangojelezwa, hufi mapema. Akamwambia Mwenyezi Mungu, fabima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ard, kwa sababu umenipoteza mimi hawa watu wako binadamu nitawapambia hii ardhi, yani nitaipamba hii ardhi mpaka watu wakiangalia ardhi waione ni nzuri kuliko hiyo pepo. Mwenyezi Mungu akamwambia, kisha Ibilisi akamwambia Mwenyezi Mungu, illa ibadaka
minhumul mukhlasin, wale watu wako peke yake ambao umewachagua, mitumi, mawali, hao mimi sina shughuli nao, lakini hawa wengine hawa siingii peke yangu motoni, nitaingia na watu. Na hili amelitekeleza Ibilisi akimwambia Mwenyezi Mungu kwamba nitawatia wasiwasi watu wako, amelitekeleza kwa sababu wa kwanza alimtia wasiwasi Nabii Adam. Soma katika suratul A'raf, Mwenyezi Mungu asema fawaswasa lahum ash-shaytan, Ibilisi akamtia wasiwasi Nabii Adam na mama Hawa. Fawaswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, akawatia wasiwasi ili ile stara ambayo Mwenyezi Mungu amewapa iwavuke. Aliwatia wasiwasi gani? Soma mbele ya aya, waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini au takuna min al-khalidin. Yani Ibilisi aliwatia wasiwasi, alimfasa Nabii Adam akamwambia, kwa nini Mwenyezi Mungu amekuruhusu ule miti yote peponi isipokuwa mti mmoja peke yake usile? Nabii Adam akamwambia sijui. Akamwambia kwa sababu ukila ule mti wewe utakuwa malaika na hapo utaishi milele hapa ndani ya pepo. Akamfuata mama Hawa akamtia wasiwasi, akamrudia Nabii Adam akamtia wasiwasi, mpaka Nabii Adam na mama Hawa wakaona labda inawezekana ni kweli, tukila huu mti sisi tutaishi milele. Walipokula ule mti ikawa ndio sababu ya kuteremshwa ardhini. Kwa ule wasiwasi wa Ibilisi ulifanya kazi kwa Nabii Adam, na ndivyo alivyokula kiapo kwetu sisi, namna atakavyotia wasiwasi. Soma katika suratul Nisa, Mwenyezi Mungu asema in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna, Ibilisi huyo, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa thumma wala attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udhillannahum, katika watu wako na mimi nina fungu langu, amwambia Mwenyezi Mungu, wala udhillannahum, pata ukili mbili, wallahi ni kama amwambia Mwenyezi Mungu, upende usipende nitawapoteza. Wala udhillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, nitawaamrisha haya mambo mpaka wayatekeleze, nitawatia wasiwasi mpaka wayatekeleze haya mambo. Mwenyezi Mungu akatwambia, waman yattakhidhi ash-shaytana waliyan min duni Allah faqad khasira khusrana mubina. Na nyinyi watu wangu nyinyi, Ibilisi akiwatia wasiwasi mkaupokea wasiwasi wake, basi mtu huyo ajue faqad khasira khusrana mubina, mtu ajue ashakhasirika. Ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ala kulli hali, ndugu zangu, hii ndio kazi ya Ibilisi. Kazi kubwa ni kumtia wasiwasi mwanadamu. Mwenyezi Mungu akikupa senti ukitaka kutoa, amekupa alhamdulillah, visenti kidogo, ukamwona mtu ni mhitaji wataka kumsaidia, shetani huja akakutia wasiwasi, akakwambia kumbuka nyumbani na familia umeacha, kumbuka senti zenyewe ni hizo hizo shilingi 200. Ukimpa huyu shilingi 100 ujue tayari ni umaskini waja huo. Yani ash-shaytanu ya'idukumul faqra, ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaytan awahidi umaskini. Manake huja akakutia wasiwasi wa umaskini mpaka ukaacha kusaidia watu. Katika suratul A'raf Mwenyezi Mungu asema, ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa kabiruhu min haythu la tarawnahu. Mwenyezi Mungu atuambia, jamani, ni binadamu, msije mkadanganyika na Ibilisi. Ibilisi asije akawashawishi mkampokea, kama namna alivyowashawishi wazee wenu akawatoa peponi, na nyinyi asije akawashawishi, kwa sababu Ibilisi innahu yarakum,
yeye yuwaona nyinyi, min haithu la tarawnahum, nyinyi hamumuoni. Kwa ufupi, ndugu zangu, hii ndio kazi ya Ibilisi na wasiwasi wa shaitani watembea kila mahali. Nataka nipige baadhi ya mifano iliyokuja katika hadithi, namna wasiwasi wa shaitani unavyomuingia mwanadamu, na nimetangulia kuzungumza, huanza polepole. Na haya masala ya wasiwasi, lau utamsoma al-Imam al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin, ameandika fasli ndefu kueleza kazi ya shaitani katika kumtia wasiwasi mwanadamu. Sehemu ya kwanza, Ibilisi humtia wasiwasi mwanadamu katika aqida. Ibilisi humtia mwanadamu wasiwasi katika aqida. Ushawahi kuketi siku moja ukafikiria, hivi Mungu ankaaje kaaje? Twasikia Mungu yuko mbinguni, kule mbinguni Mungu ankaaje kaaje? Twasikia kule mbinguni Mwenyezi Mungu ana kiti cha enzi, kiti chake kikoje? Ni kiti ambacho kama chazunguka zunguka mechi ilichoikalia, au ni kiti tu kime? Tena twasikia hicho kiti kikoje? Yani wasawirisha yeye katika ubongo kile kiti, kisha huyu Mwenyezi Mungu ambaye ameketi kwenye kiti, kwa yale mawazo ambayo na wewe wafikiria, alipoketi kwenye kiti amekaa vipi? Kiti chote kimejaa au kuna kitu kama hivi? Mwanadamu anapoanza kuhisi vitu kama hivi, ni wasiwasi shetani aliyomtia katika akida yake. Wama khatara bibalika fallahu bikhilafi dhalika, katika aqidatul Islam, katika hayatul Islam, kitabu cha somo madarasa. Wama khatara bibalika, kile kinachokupitia kwenye mawazo yako kwa labda Mwenyezi Mungu yuko hivi kwa hivi, basi Mwenyezi Mungu uko kinyume na vile unavyofikiria wewe. Na ndio hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ya'ti ash-shaytanu ahadakum, shetani humjilia mmoja wenu, fayaqulu lahu, akamwambia, man khalaqa as-samawati, aliumba mbingu nani? Ni wakati mwenyewe umeketi na bukheri zako na kahawa yako wanwa, ghafla Ibilisi hukuja akwambia, hii mbingu hizi nani ameumba hizi mbingu? Wewe moyo unamwambia Allah. Aliyeumba nani? Ni Allah. Tunasema fayaqulu Allah. Ibilisi huenda mara hukufuata tena akakwambia, man khalaqa al-ardha, hii ardhi nayo aliyeumba nani? Wewe utamwambia Allah. Ataketi atakufuata tena, kisha mwisho atakufuata atakwambia, man khalaqa Allah. Ikiwa Allah ndiye aliumba ardhi, ndiye aliumba mbingu, ndiye aliumba wanyama, kisha atakwambia man khalaqa Allah. Sasa huyu Mungu mwenyewe aliyeumba, yeye ameumba nani? Sasa Mtume kwa sababu wajua huu ni wasiwasi, atufundisha asema, ukianza kupitiwa na mawazo aliyemuumba Mungu nani, usikubali mawazo yaendelee, kwa sababu ni kazi ya Ibilisi hiyo. Mtume asema, wewe sema amantu billah, mimi bana nishamwamini Mwenyezi Mungu. Wewe sema hivyo, tumwambie bana amantu billah, nimemwamini Mungu, nimeamini kwamba Mungu hakuumbwa, nimeamini kwamba Mungu hana mwanzo. Mtume asema, ukiyasema haya maneno amantu billah, huo shamkata miguu, atakwenda arudi tena. Lakini akianza kukwambia sasa nani alimuumba Mungu, ukaanza kuyaendeleza yale mawazo ya kwamba ikiwa Mungu ameumba hichi, Mungu ameumba hichi, bila shaka kuna aliyemuumba yeye, ndio wapotea, ndio ukafiri. Sasa huo wapi? Na Ibilisi wataka hilo, hata kingine. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ambayo Ibilisi hujaribu kumsumbua mwanadamu ni upande wa akida yake, upande wa imani yako, hujaribu kukutia wasiwasi na kukutia mushkili. Miongoni mwa sehemu ambazo Ibilisi humtia mtu wasiwasi ni katika mambo ya kutawadhi na kuswali. Ndugu zangu, kama kuna sehemu Ibilisi yuwatezana watu ni ile sehemu ya kutawadhi, na hapa ndani ya swala. Ukamwona mtu yuwatawadhi mpaka amefika kuosha miguu, kisha muona antulia, Ibilisi shamwingia kwamba ulipotawadhi yaonekana kwa mkono umeosha mara moja na ameosha mara tatu. Ataanza tena na waitu rafa alhadath al-asghar. Akifika kwenye kichwa ataona yaonekana huu uso sikuosha vizuri. Ataanza na waitu rafa alhadath mpaka swala itakimiwa. Yeye yuendelea nini?
yaendelea kutawadhi. Akitoka kule atakuja mbio hapa, nawaitu farda salati Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladhi tuna ni kama ambaye labda hii takbiratul ihrami hakuifunga vizuri, na takbiratul ihrami ni ruknun min arkan itafungwa farda salati Allahu akbar wajjahtu wajhiya. Akifika ihdina siratal mustaqim siratal ladhina, atanyamaza. Tuna ni kama ambaye ni shetani yomchezea, na yeye mwenyewe maskini haoni kama shetani yomchezea. Kwake yeye aona ndiyo iwaswali vizuri, ataifunga. Yani yeye atafunga swala na kufungua mpaka imamu akisema Allahu akbar, amerukuu. Sasa angalia spidi, na wewe Allahu akbar wallahi amin Allah. Sasa ndio mtu atulie. Yawezekana haya tunazungumza ni maradhi hamuja yaona, lakini sisi tumeyashuhudia, na ni maradhi hufika mahali mpaka mtu kamhisi ni mgonjwa, yale maradhi ya wasiwasi namna yanavyomwingia. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi kama ilivyokuja katika Ihya na katika Bidayatul Hidayah utakuja kuona asema kule kwenye kutawadhi kule kuna ibilisi, kuna shetani apewa jina walhan. Huyo shetani haondoki kule sema kutawadhi, hana shughuli na mahali pengine, yeye shughuli yake ni ile sema kutawadhi. Sasa ukifikiri ukitawadhi, yeye hujaribu kutia wasiwasi, yaonekana kichwa hujakiosha, yaonekana miguu hujaiosha vizuri, hebu angalia kisha maji yameweza kukauka, waone onekana sio waanza tena. Yani hiyo ndio kazi yake. Mtume asema huyu ni shetani aitwa walhan. Kazi yake ni kumpumbaza mtu aone kama ambaye udhu wake haujakamilika. Kwa hivyo mtu yuwatumia maji mengi, mtu yuwatawadhi na maji mengi, mtu kwa sababu tu ya wasiwasi ambao shetani anamtia. Kuna wengine akiingia chooni utasahau. Kuna watu akiingia chooni utasahau. Yani yeye mwenyewe ukwambia mimi nitaingia mwisho. Kuna watu hao. Ikiwa chooni cha foleni atakwambiaje? Mimi sina haraka mimi sisuburia mikojo wala sina nyingi wajama nitaingia mwisho. Hataki kusubuliwa akiingia. Sasa mawazo yote hapo ndani. Anayemdai atamkumbuka hapo ndani, yule ambaye yadaiwa na yeye atamkumbuka hapo ndani. Ikiwa kuna biashara hazidi vizuri, mipango ya biashara itasukwa hapo ndani, na yeye akiketi pale ndani yuwaona bado haja yangu haijamalizika, bado nasikambe kuna mikojo kwa mbali. Sasa wacha ningojee hii kwa mbali hii ije. Nimefanya haja lakini ni kama mbesi sijamaliza, wacha niendelee tu kuketi hapo. Na hasa kama ni cha kuketi ndio mtu hana haraka kabisa, bali wengine huvuta mpaka sigara pale ndani, kama ni watumizi wa tumbaku wenyewe hutumia tumbaku. Yani bukheri ni kama kwamba yuko chumbani kwake ameketi, bukheri wa afya na yuko chooni. Sasa ndugu zangu, si sifa kukaa chooni muda mrefu, ni maradhi. Si sifa kutawadhi na kurejelea, ni maradhi. Kuswali na ikawa swala yake ni maradhi, na haya maradhi ni shaitani ambayo hukutia polepole. Siku akikutia yale maradhi ukampuuza, ukasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, yale maradhi hayakomei. Lakini akikutia maradhi kidogo kidogo, ukayapokea, hakikisha yale maradhi yatakuganda. Wa fi akhiril mataf, hata uweze ukashikwa na wazimu. Fi akhir al-mataf waweza ukashikwa na wazimu, ukaanza kukubali maradhi ya wasiwasi. Mwisho wa safari yako, ikiwa Mwenyezi Mungu hakukutadaraki, na mimi ndugu zangu nawaambia mambo tumeyaona kwa baadhi ya watu. Mmoja katika marafiki zangu miaka ya nyuma, nakimbia na pikipiki na jamaa darasa asubuhi saa 1, nikifika Masjid Tauba amesimama hivi, au angalia ule msikiti, ameweka mikono hivi, au angalia ule msikiti, angalia. Mimi nikampita, nikamwambia asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kisha karudi akauangalia,
Nilipoingia madrasa akanifuata akaniambia, wajua saa zile nilikuwa nafanya nini? Akamwambia sijui, nilikuwa naangalia msikiti. Akaniambia nilikuwa tukipiga story na Masjid Tauba. Tulikuwa tunazungumza mimi na Masjid Tauba. Nikamuuliza, haya baba mlikuwa mkizungumza nini? Akaniambia msikiti umeniambia hivi na mimi malizungumzo sasa, lakini msikiti umeniambia kadhaa na mimi nikaujibu msikiti nimemwambia kadhaa. Alipomaliza nikamwambia, angalia wewe una maradhi ya wasiwasi na waelekea kushikwa na wazimu. Akaondoka akamfuata mtu rafiki yangu kipenzi, akaenda akamshtakia, ni haki Ustadh Muhammad kusema mimi nitashikwa na wazimu? Mimi namwambia kwamba mimi na msikiti tuzungumza, yeye ananiambia mimi nitashikwa na wazimu. Yeye itikadi yake mimi kumwambia huu wasiwasi utakutia wazimu, namuonea au kwenda kutafuta mtu yuamshtakie anikanye. Safari nyingine simwambieje, nisimwambie kuwa huu wasiwasi utakutia wazimu. Sasa ndivyo anapoanza ndugu zangu. Kadiri unavyoyakubali polepole yale maradhi ya wasiwasi, ndivyo kadiri yanavyokuwa mpaka mwisho ukawatawaliwa na wasiwasi, wa fi akhiri almatafi ukawa na wazimu, kwa sababu ya kukubali wasiwasi mara moja. Kuna watu ndugu zangu wana wasiwasi na hizi nguo hizi. Yani mtu akiifua nguo, kama atakuitia tahara, ataifua, ataitia tahara, ataona kama ambaye haijatahirika hii, ataitia tahara tena, ataona kama haijatahirika, ataitia tena. Au mtu aone hii nguo yangu haitahiriki mpaka nipeleke baharini, ende kule baharini na maji ya bahari. Na hivyo hivyo akija nayo akianika, mtu akipita aitakidi ule wasiwasi, aitakidi kwamba nguo yangu imenajisika, ataka aichukue tena aipeleke. Ni maradhi ya wasiwasi. Au mtu ambaye amekuja msikitini hapa kuswali, sajada ni tahara hii. Kuna mwingine amekuja ana kishali, ikifika wakati wa kusujudu tu kile kishali akiweka pale mbele pale, atakusujudia nini? Kishali chake. Kwa sababu gani? Yani aone kama labda hii zulia labda pengine itakuwa ina najisi hii. Ni maradhi ndugu zangu ya wasiwasi. Kuna watu ambao ndugu zangu ibilisi huwatia wasiwasi kwa wake zao. Mke umemuoa, kama una wasiwasi naye kwamba mke wako labda yukwendea kinyume, ya nini kujitia maradhi? Kuna baadhi ya watu, mke mwaminifu, mke ndani ya nyumba yuwamjua yeye, mke mtiifu, lakini mume maradhi ya wasiwasi ndio anayomla. Mara mtu amekwenda amenunua laini nyingine ambayo mkewe haijui, kisha yuwapiga mbadilisha sauti, amtongoza mkewe, amtongoza mkewe kwa laini tofauti na naumbadilisha sauti. Au pengine umeingia kama mkeo ni mtu wa social media, sasa umefungua akaunti nyingine ambayo mkeo haijui, sasa wachati naye amtongoza. Ya nini kumtia binti ya watu katika mitihani? Na yeye katika itikadi yake mtu aona hivi ndio mtajua kwa mke wangu mtu wa khiana au mke wangu ni mwaminifu. Ndugu zangu, huo ni ugonjwa, ni maradhi ya wasiwasi. Bali kibaya zaidi ndugu zangu, kibaya zaidi ni mtu wachukua laini ya mkewe ampa rafiki yake, amwambia hebu jaribu kumtongoza mke wangu, atakukubali. Nataka nijue kwamba je, ukimtongoza wewe hatujalia amekubali, thumma kana maji tujalie sasa mkeo ashachongozwa na wewe uliyempa laini amemkubali, ndio iweje? Tujalie yule bwana alipotongoza, yule mke amekataa, kisha yule bwana kwa sababu ashaipata namba ya mkeo, sasa akaketi faragha polepole, akaanza kumshawishi, akamshawishi mpaka akamtia mkononi. Nani amemuuza mke? Nani alimtoa mke katika nyumba? Ndugu zangu, haya ni maradhi, ni maradhi. Baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewaonda. Leo mtu yampigia mkewe simu, ile simu ikasema ya kwamba namba unayopiga yatumika kwa sasa, mke ataeleza siku hiyo, au atapata kibano, ataeleza kwa nini nilipokupigia nimeambiwa namba ninayoipigia yatumika na nani.
Leo amempigia pengine mke hakushika, alikuwa anashughulika na mtoto, baada ya nusu saa mke akamtumia please call me up, wewe mume wangu nilikuwa hapana. Ulikuwa na mambo yako wewe nusu saa nzima? Nilikuwa na watoto na washughulika kuwafanyia uji, na shughulika na hichi, nilikuwa nafagia nyumba, au nilikuwa niko nje nasafisha huku nje, simu nimeacha ndani. Hapana. Dakika 20. La, kulikuwa kuna mtu, kuna mambo mafaa. Sasa kuna baadhi ya watu, ndugu zangu, hizi ndizo panna zao, na yale ni maradhi Ibilisi humtia mtu. Ibilisi hukutia pole pole mpaka ikafika daraja mtu ameandikwa kazi koti, badala ya kwenda kazini yuarudi kinyume yuwapanda ndani ya kwenye nyumba kule juu, ili achungulie mkewe, labda nani ameingia leo, nani ameingia, mpaka ufutwe kazi. Sasa ndugu zangu, hii ndio kazi ya shetani na hii ndio kazi ya Ibilisi, namna anavyotutezea sisi. Lakini wasiwasi wote ambao Ibilisi watutia, lau Mwenyezi Mungu atakutanabahisha mapema, useme a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ikiwa ni wasiwasi wa akida, useme amantu billah, mimi nishamwamini Mwenyezi Mungu. Ibilisi akaenda harudi tena, lakini ukampa nafasi ndogo, basi ile nafasi ataitumia mpaka yale maradhi yatakomea. Na ndivyo wanazuoni walivyosema. Wanazuoni wasema Ibilisi dawa yake kubwa ni adamul iltifati ilayhi, usimwelekee. Akikutia wasiwasi, ule wasiwasi usiushughulikie. Na hili wanazuoni wamelitoa katika hadithi ya Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ya'ti shaitanu ahadakum fi salah, shaitani humjilia mmoja wenu katika swala. Wakati umefunga swala, shaitani huja. Mtume asema shaitani akija huja upande wa makalioni, akachukua unyele mmoja, fayamudha, akauvuta ule unyele. Akiuvuta ule unyele, wewe pitwa na mawazo kwamba labda nimetoka na upepo, kwa hivyo lazima nivunje swala, nikatawadhi tena. Mtume asema ni shetani tu mteza mmoja ili mtu avunje swala. Mtume asema faman wajada dhalika, wakati wa swali kisha ukasikia kama nimetoka na upepo mimi, ni shetani. Sasa dawa yake nini? Usimgeukie, usimpe nafasi. Mtume asema fala yansarif hatta yajida sautan au rihan, usivunde swala, endelea kuswali. Sasa kama ile wasiwasi umesikia ni upepo, kwa hiyo umesikia sauti imetoka, au labda umesikia harufu, hasa Mtume asema hapo vunja swali. Lakini kama si hivyo, endelea kuswali, kwa sababu ni kazi ya Ibilisi hiyo. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wal yaqinu la yuzadu bishakki, yaqini haiondoshwi na shaka. Siku wa swali ikifika rakaa ya 3 ikawa jiuliza, hii ya 3 au ni ya 4? Ni ya 3, ni ya 4? Hii ni kazi ya shetani. Sasa wewe ili shetani umvunde nguvu, si kuvunda swala. Sio hii ni 3 ni 4, watakaovunja swala uanze tena. Akikujilia tena utaswali mara ngapi? Falyabni ala al-yaqin, wewe ingia kwa yaqini. Yaqini ni ipi? Shika kidogo na wasiwasi, hii ni ya 3 ni ya 4, shika ya 3, kwa sababu ya 3 ndio yaqini, ya 4 ndio shaka. Ni ya pili ni ya 3, shika ya pili, kwa sababu ya pili ndio yaqini, ya 3 ndio nini? Ndio shaka, ndio kumvunja Ibilisi nguvu. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, tusitoe nafasi katika maisha yetu, katika majumba yetu, Ibilisi kututezea, na haswa kututezea katika hii sehemu mambo yetu ya ibada haya, kutawadhi, kuswali. Tusimpe nafasi hiyo. Lakini nimalizie ndugu zangu kwa kusema Qur'ani ilipozungumza maradhi ya wasiwasi, Mwenyezi Mungu alimalizia kusema minal jinnati wan nas,
Usitahadhari tu na wasiwasi wa shetani, mtahadhari hata mwanadamu mwenzako anayekutia wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema minal jinnati wan nas, kuna watu ambao hupenda haswa kuwatia wenzao maradhi ya wasiwasi. Kitu akijua kiko sawa, mtu akaja akakutia maradhi ya wasiwasi mpaka ukaona ukiulizwa mbona umeishi jambo fulani, fulani ameniambia, hauna aya, hauna hadithi, ni kwa sababu tu mtu ankutia maradhi ya wasiwasi. Nimalizie mfano huu kwa sababu kuna wanafunzi hapa na kuna wanafunzi, hili nilozungumza litawanufaisha wao zaidi. Mtu aja kumwambia mwanafunzi, amtia mwanafunzi mwenzake, amwambia somo fulani ni gumu, minal jinnati wan nas. Katika binadamu ambao wapenda kutia watu wasiwasi, huyu ni mmoja. Kigumu hakijulikani. Chochote kinachojulikana maana yake si kigumu ukikiamulia. Mtu akija akikwambia nahau ni ngumu, lile ni somo, hata ukiliamkia usiku hulielewi. Akimaliza kuzungumza, sema bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nazungumza hivi kwa sababu ndiyo maradhi wanayoumiza na wanafunzi wengi, na mimi nazungumza kwa sababu ndio kazi yangu, miaka mingi nasomesha, nayajua. Wanafunzi wengi huja wakitana wasiwasi, somo gani? Faraid, robo, nusu, fumuni, wazikufanya vipi hizi, tabayun, inkisar. Sasa kwa bahati mbaya, yule anayeambiwa asipotambua kwamba huu ni katika minal jinnati wan nas, na yeye akaanza kuamini kwamba faraid ni ngumu, mantiki ngumu, tasdiki, tasawuri, sijui hata an-nisabul arba'u, sijui kulliyun muwafiqun, sijui kulliyun mushakkak. Sasa ukishakwambia vitu kama hivi, unaona mimi nikizihifadhi hizi nitatembea na kula makaratasi. Swali, wale waliozihifadhi mpaka wakaziandika, mbona hawakutembea na kula makaratasi? Kwa hiyo hii ya mwisho na amalizi hawa wanafunzi wetu, asije mtu kukudanganya ya kwamba kitu fulani hakijulikani. Lolote mida umelitilia nia utalijua. Somo lolote mida umetia nia, mimi nataka niwe mwana usulul fiqh, mimi nataka niwe mwana sheria, mimi nataka niwe mtu wa lugha, mimi maadamu umetia nia na nia yako umeielekeza, wallahi hutaondoka swalihina au madrasa yote utakaosoma ila yale uliyotilia nia utayajua. Lakini ukikubali watu wengine kukutia wasiwasi, wale minal jinnati wan nas, popote utakapokwenda utaketi miaka na utaondoka hujui, kwa sababu ulijengwa katika fikra na ukatoa wasiwasi kwamba somo fulani ni gumu, somo fulani ukilishika wewe utakuwa hivi, somo fulani, na wewe kwa bahati mbaya ile mawazo ukayaamini. Ndugu zangu watukufu Islam, tumuombeeni Mwenyezi Mungu atuweke mbali na ibilisi. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atuweke mbali na ibilisi watu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.